Yes bwana, karibu sana tena kwa mara nyingine kwenye channel yako pendwa kabisa, channel ambayo inakupa updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Habari kubwa zaidi ambayo imetokea kutrend leo tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2025 ni juu ya kesi ya Young Africans ambayo waliweza kuipeleka kasi juu ya kudai pointi 3 na magoli 3 baada ya bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, baada ya TPLB, bodi ambayo inasimamia ligi kuu soka Tanzania bara, kuahirisha mchezo namba 184 ya dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya mnyama Simba Sport Club. Habari njema na habari kubwa zaidi kwa mashabiki na wapenzi wa soka, lakini pia na wanachama wa Young Africans ni kwamba kasi wamepokea barua rasmi kutoka Young Africans na wamewajibu rasmi walalamikiwa na TFF, bodi ya ligi, na klabu ya Simba Sport Club. Walalamikiwa TFF, bodi na Simba Sport Club wamepewa siku 10 baada ya kupokea taarifa rasmi kutoka kasi kuanzia kuandaa utetezi wao katika mchakato wa kesi unaanza rasmi kusikilizwa kwa haraka yenye kumbukumbu namba kasi 2025 A/11298. Kesi ya Young Africans. Hapo mbele nimeweza kuwekea sauti lakini pia na barua rasmi kutoka kasi ambayo wameweza kuitoa leo juu ya TFF, lakini pia bodi ya ligi na walalamikiwa klabu ya Simba Sport Club. Na moja ya wanasheria ambao wameweza kwenda kasi kwa ajili ya kuisikiliza kesi hiyo ya bodi ya ligi, TFF, lakini pia na Simba Sport Club ni kwamba awamu hii Young Africans wamepeleka mawakili 5 ili kupambana na TFF kule kasi, ambayo hii kasi ni suruhishi la migogoro suruhishi la mpira wa miguu duniani. Na moja wanasheria ambao wameweza kwenda kule kasi, mwanasheria wa kwanza kutoka Young Africans ni Alex Ngongolwa. Mwanasheria namba 2 ni Simon Patrick. Mwanasheria namba 3 ni Juma Nasoro. Mwanasheria namba 4 ni Respicius Didas, na mwanasheria wa 5 ni Karage Rashidi. Huu ndio muda wa kuwapima tena mawakili wa Young Africans kama kweli wanaweza kushinda tena kesi hiyo kule kasi, ambayo mpaka hivi sasa wiki 3 zimepita tangu Young Africans kupeleka malalamiko yao kule kasi kwa ajili ya kupewa haki yao wao kama klabu, kwa sababu ya kuahirishwa kwa game ya dabi ya Kariakoo bila kuwa na sababu yoyote ile. Na Young Africans wameweka wazi kupitia kwa rais wa Young Africans Engineer Hersi Said, ameweza kuhakikishia wananchi kwamba watahakikisha wanawapa furaha wananchi, watahakikisha wanashinda kesi hiyo na wanapewa pointi 3 na magoli 3 muhimu, na wapo tayari kucheza mchezo wowote wa dabi ya Kariakoo dabi. Na mashabiki pamoja na wanachama wa Young Africans wapo tayari kusubiria kipi ambacho kitenda au yapi majibu ambayo yataweza kutolewa na kasi juu ya kesi hii ya walalamikiwa ambao ni bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, TPLB Tanzania Premier League Board, na TFF Tanzania Football Federation, lakini pia bila kuisahau Simba Sport Club ambao wao kisingizio chao kikubwa walisema kwamba walizuiliwa kuingia uwanjani na mabouncer wa Young Africans. Baada ya hapo bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara wakauahirisha mchezo huo. Sasa ni jambo la kusubiri na kuona, kwa sababu kasi wameweka wazi na wamepewa siku 10 kusikiliza shauri hilo au kusikiliza kesi hiyo, na baada ya hapo watapewa majibu yao rasmi juu ya kesi hiyo ya Young Africans ambayo waliweza kuipeleka kasi. Ni jambo la kusubiri na kuona, kwa sababu Young Africans wao hawapo tayari kucheza mchezo tena wa dabi ya Kariakoo. Endelea kuwa karibu na Bea TV, lakini pia ni kuomba usikose bila kubonyeza neno subscribe, lakini pia comment kwenye video hii na kushare video hii. Bye.